Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuamsha salama kabisa hapa siku ya leo. Ni siku ya Jumamosi tulivu kabisa, kama unavyoona hali imetulia kabisa hapa, na vile vile napenda kuwaondoa hofu watu ambaye wanazidi kutaja maneno kwamba klabu ya Simba inaogopa mechi. Klabu ya Simba haina hata hofu ya mechi ya aina yote katika dunia hii hapa, sio katika dunia hii hapa. Klabu ya Simba sababu ipo kwa sababu ya kucheza mpira. Hatuhofii mtu wa aina yote, hatuhofii timu ya aina yote, isipokuwa huwa tunahitaji zaidi kanuni ziwe zinatekelezwa. Maneno magapo, tunahitaji kanuni. Siwezi kuwa na Anderson Oula nikaogopa mechi. Siwezi kuwa Libase Gueye ambaye kikosi cha Yanga thamani yake hawamfikiri jamani. Yaani wewe mwenyewe unamaliza maneno. Sawa. Sawa, ninachotaka kujua ni kwamba nyie shida yenu hasa ni nini? Ni taarifa kutolewa na Ally Kamwe ama ni kitu gani mpaka mnaanza kurais na kuzungumza maneno mengi mitandaoni? Kwa sababu bodi ya ligi wanasimamia kanuni. Na hisi ilishatoa tahadhari mapema kabisa. Tena nimwambia hata mwenyekiti wa bodi ya ligi ambaye nilimuona yuko Morocco na timu ya Azam. Yaani nisikilize. Na nikazungumza kabisa, nikaona kwamba kuna kitu ambacho hakiko sawa. Kwa sababu ukishakuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi kidogo unaachana na hizo habari za huko upande huu kwenye timu, kwa sababu hiyo timu na hiyo iko katika nini, katika ligi. Nitoa tahadhari mapema zaidi. Kabla ya kutoa tahadhari mapema zaidi, limekuja kujitokeza ile la Ally Kamwe, umeelewa, kuzungumzia hizo habari hizi. Yeye anazungumza kama nani? Ni msemaji wa bodi ya ligi au ndio mtu wa taarifa wa bodi ya ligi? Yaani tunataka tujue pale. Jibu lake alilotoa katika swali hilo, alisema kwamba anazungumza kama afisa habari wa Yanga na ni lazima aseme watu wajue, kwa sababu yeye amepewa hiyo mamlaka na klabu ya Young Africans. Anazungumza kama msemaji wa Yanga lakini itakiwa azungumze kama msemaji wa Yanga wakati taarifa ya bodi ya ligi imeshatoka. Lakini akasema pia kwamba mchezo ni wa kwao, wao ndio wenye kupanga wapi mchezo. Nisikilize kitu kimoja basi, kuna kanuni. Wangekuwa kama anasema kama nani umesia wenye kupanga kwa nani kuchezeka, wasingekuwa wana club license katika kufuata sheria za FIFA, CAF, TFF na bodi ya ligi. Wangekuwa wanajiendeshea tu mpira. Kwanza wenyewe wangeamua kuwa mabingwa, yani mpaka kama unasema wenyewe kama hivi, wangeamua kumaliza ta ligi kama mabingwa. Sisi yani sio naamua. Lakini kuna kanuni. Tunachozungumzia kuna kanuni iko kwenye bodi ya ligi inayozungumzia kwamba hata kama kuhamisha mchezo labda uende sehemu nyingine, labda kuna kitu kimetokea, lazima siku 21 vilabu vinaotaka kucheza ule mchezo ule vipate taarifa. Sasa siku 21 zimetimia katika ombi lao, wakati mashindano haya ambayo wanasema kwamba kwa sababu wanasema uwanja wa Mkapa una shughuli nyingine. Tunajua kule una shughuli nyingine, sababu tarehe moja kuna mashindano makubwa zaidi ya Antukufu, umeelewa? Lakini kuna habari huwa zinatoka kwanza, kwa sababu hata hao ni mashindano yao ya Qur'ani, hao walisha booking ule uwanja zaidi ya miezi miwili, umeelewa Makapo, wakati ratiba ya ligi imeshatoka. Sasa inakuwaje kutolewa tu yani kuto kufuzu tu kwenda huko kwenye klabu bingwa imekuwa shida sasa baba. Na kuuliza wewe sasa, kuna mechi ya klabu bingwa, achana na mechi ndogo, sio tu kama mechi ya Lipuli. Mechi ya Yanga na Simba kama mechi ya Lipuli, tumeelewa? Kwa sisi watu wa Simba, mechi mnaweza kwenda kulipiza kisasi, unasema ni kawaida. Kama Lipuli tumechi yani wala hatuna hofu. Ndio maana nimekutajia, huwezi kuwa na Libase Gueye kwa ukamogopa nani. Mechi ya kawaida, historia inawaumiza. Historia kwa sababu kuna mambo makando yapo, umeelewa? Ndio maana huwa tunasema kila siku, kwa nini inapokaribia dabi, kwa nini kuna inazuka sitofahamu. Jiulize, fahamu mmeianzisha nyinyi. Hatufahamu, yani sisi kanuni ya bodi ya ligi ipo. Siku 21 kaona na akili hasa wanaendeshwa na Yanga, na ndio maana tunapigia kelele kila siku. Kumbe Yanga hawana kosa. Yani kwa sababu madaraka ya huyu NGNS ndio yanakuja kuharibu mpira Tanzania. Kwa sababu kwa watu wasiofahamu kama bodi ya ligi, na ndio maana nimemwambia hata mwenyekiti yule wa bodi ya ligi, na ikiwezekana ajitathmini, angalie, kwa sababu namjua Steven Mugima aendane, na kwa sababu huwezi kuwa utawala bora. Maana utawala bora ni kipi? Unaacha kimoja na kwenda kingine. Nakupa mfano, Crescent Magoli alichaguliwa kuwa makamu wa rais kipindi cha Red Katenga. Aliacha kuwa mwenyekiti wa kamati ya usajili ya klabu ya Simba na akasema siwezi kuitendea haki nafasi kwa sababu nitakuwa na cheo katika Simba. Lakini mbona Steven Mguto alichaguliwa, alikuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi, na
alikuwa bado yupo kule katika klabu ya Coastal. Mbona mwanzo hampozungumza? Nisikilize kitu kimoja, yani wewe ulikuwa na wahoji watu ambao wenye miamko hawajui hata historia. Msia mike zenu huko mnaleta kwa watu ambao wana historia. Sio unaona mtu kashakunywa nini na yake nani kashakunywa nini. Jibu swali Mwaipaya. Swali langu ni kwamba Steven Mguto alikuwa ni mwenyekiti wa nani wa Coastal Union. Lakini mwenyekiti wa bodi ya ligi. Mbona mkuongea? Nisikilize. Na ndio kanuni inavyosema. Lakini inapokuja swala sasa la maslahi yani maslahi ya bodi ya ligi, haumkuti nani Mguto yuko kwenye Coastal Union. Vikao vingi zaidi vilikuwa vinafanywa na makamu, sio yeye, sio Mguto. Mguto yuko kwenye bodi ya ligi. Ndio maana nimesema vipi, nimemuona nani, si mwenyekiti wa bodi ya ligi Moroko kule, na tuliona mechi ya Azam na Simba, tuliona hapa imechezeka hapa. Waandishi wa habari kwa sababu si tunatumika sijui mkaanza kumwatake nani Alessandro Kante pale kafungia mechi 5, lakini mlishinda kuangalia, alafu waweza kuacha Imidimao kacha alafu zaidi ya 18 pale. Hajapewa hata kadi. Hapa issue ni kwa nini nyinyi mnalalamika swala la uwanja? Tumelalamika kwa sababu kanuni, yani ndarudi kule kanuni imekiukwa. Itakiwa klabu ya Simba ipate habari siku 21 kabla. Nani kakiuka hiyo kanuni? Nani? Bodi ya ligi. Kwa hiyo hapo Yanga hausiki, si ndivyo tunakubaliana? Upekepeka huyu nani Wayuba Ahmed alikamo huyu, umeelewa? Ni ile kuja kuchukua vitu vya ndani kuvitoa dhana, wakati hana mamlaka hayo. Mamlaka angesubiri bodi ya ligi waseme, afu ndio waseme. Kilichowauma nyinyi ni alikamwe kutoa taarifa. Tunachozungumzia kitu kimoja basi, huu mpira unaharibiwa. Sisi tunataka kulinda brand ya mpira Tanzania. Umeelewa? Na ndio maana angalia tu mfano mdogo. Klabu ya Simba imetoka kwenye mashindano, timu zote zimeondoka. Kwa hiyo bado inakuonesha kwamba klabu ya Simba ndio baba la mpira Tanzania. Tusipolinda hizo chokochoko itakuwa shida. Umeelewa mpaka? Na wewe jiulize tu, kwa nini si hatuogopi ya nini? Hatuogopi nabi hata siku moja. Na vile vile sisi tunatoa ujumbe ufike. Lakini tutakwenda kule Zanzibar na tutafanya mazoezi siku moja kabla ya nani, kabla ya mechi. Na mechi itapigwa. Na itapigwa tu. Mbona kwa Momo Damalo tena mnaanzisha chokochoko? Aha, Momo Damalo. Kwa nini Momo Damalo? Umeuliza swali zuri zaidi. Umeuliza maswali ambayo ya msingi, ambayo yamekuja kwamba kuanzia Momo Damalo alikuwa kwanza Singida. So mbona hapo? Alikuwa Singida Big Star. Kuna mtu alilalamikia. Kwa nini mlikaa kimya? Kwa sababu alicheza Singida akiwa bado raia wa Ivory Coast. Una uthibitisho? Uthibitisho upo. Wewe tueleze unapata. Nikwambia uthibitisho upo. Utoe. Kwenye uthibitisho usajili wa Singida Big Star walitoa wachezaji wao 12 waliowasajili, Momo Damalo yupo ndani yake, umeelewa? Wakaja hao ndugu zetu wa Yanga, umeelewa? Waadilifu wa mpira. Kwa kutumia yani kwa kutumia baadhi hata mawaziri ambao walikuwa baadhi hata mawaziri ambao wana mapenzi na klabu ya Yanga wameweza kuvunja sheria za nchi kwa sababu ya kutaka tukiniwe klabu ya Yanga. Mwendelea mpaka hapo. Watu wanaenda kumpa uraia wachezaji 5 kwa ghafla ndani ya wiki moja tu. Kuna kina Bernard Morrison waliomba uraia mpaka wamepiga magoti hapa hajapata uraia. Tukaweka pingamizi na ndio maana na klabu ya Simba nayo ilipeleka majina nataka kina Jane Chale wao uraia. Watu wanahusianisha na Kibu Dennis mtumia. Kibu Dennis, nisikilize. Kibu Dennis unaenda hata kuioji tena Wizara ya Mambo ya Ndani. Yaani unataka sasa tutaioji Wizara ya Mambo ya Ndani. Kwa sababu Kibu Dennis yuko Mbeya City, anacheza timu ya taifa timu ya taifa tangu kitambo. Anapokuja Simba pale kwa sababu walimtaka wenyewe wakambambikiza uraia, umeelewa? Tukawa tunauliza yuko Mbeya City, yuko Geita Gold. Mbona Geita Gold anamsajili kama raia Tanzania? Kwa hiyo kuna udhaifu katika Wizara ya Mambo ya Ndani. Na ndio maana tulioji, na kuna baadhi hata watu tunawajua kwamba walikuwa wana vyeo Yanga kabla ya kupata nyadhifa kubwa. Tunajua. Na ndio maana tunasema mpira huu unaharibiwa kwa sababu kuna watu wana interest. Kuna baadhi ya viongozi kabisa serikali wana interest na klabu ya Yanga, wanaingia katika masuala ya mpira ambayo hayatakiwi kabisa yaendeshwe kisheria. Kama swala kama hili hapa ilikuwa hata engineers yani nimemtoa thamani kabisa. Kwa nini nimemtoa thamani? Wewe unakuwa unapata nyadhifa kubwa kule CAF. Unapata nyadhifa kule FIFA kule. Huyu mtoto mdogo huyo. Unajua saa nimecheza. Bodi ya ligi haijatoa. Unataka kuruhusu mtu anaenda kutoa habari za namna hiyo. Sitofahamu zile. Siku 21 taarifa Simba hajapata habari hizo. Haona habari. Na ndio maana tunarudia kusema
kwamba mpira uache uchezeke, mpira bila yani zisiingie mambo aina yote ambayo hata kisiasa tuataka katika masuala ya mpira. Mpira una taratibu zake, mpira una sheria zake, na ndio maana nasema huyu nani Karim Boimanda kwa kauli ya Ally Kamwe aliyozungumza, alafu na yeye akaenda kufuatilia vile vile, hana budi kuondoka katika bodi ya ligi, hafai kuwa kiongozi wa bodi ya ligi, hafai. Nikushukuru sana Mwaipaja. Tumalizie, twende, mbona kuna vitu vingi tu vya mimi umeshinda kujua mambo haya kutokana na muda pia ambao hujazungumzia na katiba au umekuja na swala hili kutokana na muda tu.